Mambo vipi? Safi, hali vipi? Karibu Bongo 5 bwana. Asante sana. Kazi nasemaje? Namshukuru Mungu bwana, tunasonga. Tunapaa wapi? Marekani wapi? Kwenye mastudio makali. Naam. Okay. Ni hatua tu katika maisha, na unajua katika sanaa yangu ninayofanya kwa ni vitu ambavyo lazima vitokee, na hususa kama unajituma mtu na unataka kuwa hivyo, kwa lazima hivyo vitu vitokee. Namshukuru Mungu imekuwa hivyo. Okay. Hivi karibuni kwanza tuanze na hizi za intro karibuni ambao umeachia video yako mpya. Yeah. Na Akon. Yeah. Okay. Experience ikoje kufanya kazi na Akon? Kikweli yani ni kitu kikubwa sana, na ni kama bahati kubwa sana katika safari yangu ya sanaa, na naweza kusema namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu haikuwa rahisi kuweza kufanya na Akon, kwa sababu walikuwepo washiriki wengine ambao pia angeweza kuwa hata mmoja kati yao angeweza kuweza kushiriki na kushinda na kupata hiyo deal. Kwa kwangu ilikuwa kama bahati na ilikuwa experience kubwa, kwa sababu nimeweza kujifunza vitu vingi sana katika safari yangu hiyo, na imeweza kunitanua kiupeo wa akili, na vile vile hata katika sanaa yangu nimeweza kuingiza vitu vingi sana, hususa katika muongozo wa kuiongoza sanaa yangu. Okay. So lakini tukiangalia collab yenyewe ni mwishoni na mkataba wako umeisha na ameshapatikana tayari mwakilishi mwingine wa hilo shindano. Naam. Kwa nini imechelewa sana kufanyika kwa hii project? Kuna vitu kama viwili hivi au vitatu ambavyo vilifanya hii collab au hii wimbo kuchelewa. Kitu cha kwanza ni kwamba nataka tu pia kushare na watu kwamba sasa nilikuwa under Universal, nilikuwa nimesainiwa, kwa sababu kama mashindano yalivyokuwa amesema kwamba mshindi atakuwa amesainiwa Universal. Kwa hiyo nilikuwa under Universal, na Universal ndo alikuwa responsible kwa ili swala liweze kufanyika kukutana na Akon, kufanya booking na kila kitu. Lakini sasa kilichotokea ni kwamba hawakuweza kufanya hivyo, na mbali na hapo pia hata katika mkataba wangu ulikuwa unasema kila baada ya miezi mitatu wangu anatakiwa atoe wimbo. Umeona? Kwa baada ya kutoa kila baada ya miezi mitatu. Okay. Kwa baada ya kutoa nyimbo ile ya Nice Couple, ilikuwa imetoka mwezi wa 8 mwaka jana. Kwa nilitegemea katika mwezi wa 10 au wa 11 nitatoa tena wimbo mwingine, lakini haukuwa hivyo. Kwa sasa kwa upande wangu mimi kama msanii nikaona mbona kama kuna delays na kuafu hakuna muendelezo wowote au ratiba au taarifa yoyote ya mimi kwamba okay fine, hata kama kuna huu kimya ila kuna kitu ambacho kinatengenezwa. Okay. Umeona? Tusende pale kwanza. Nani alikuwa anakusimamia sasa direct, kwa sababu ni mtu ambaye unamface kwenye vitu kama hivyo. Sasa bana hapo mbona kwa individual nani alikuwa anamface? Okay. Universal Group wana department nyingi. Kwa lakini unapokuwa mshindi, mfano kama mimi, wanakupa mtu ambaye atakuwa anasimamia safari yako ya sanaa, ambaye alikuwepo pale, ambaye alikuwa anaitwa Given, alikuwa yupo South Africa. Umeona? Kwa sababu mimi nimesaini Universal ya South Africa, ya Africa, sio ya Marekani. Umeona? Kwa hiyo ndio alofanya mpaka nimefanya video mpaka ikatoka, unaelewa, mpaka ikawa imechezwa, ni yeye. Kwa baada hapo naye alikuja akaacha kazi, wakamleta mtu mwingine. Kwa lakini still hata alivyokuepo yeye palikuwa kidogo hapana, baada ya kutoa Nice Couple palikuwa hakuna muendelezo mzuri ambao wa kujua kwamba kazi inayofuata ni ipi, kwa sababu unajua hata kama watu hawajasikia, lakini huku kama kuna kitu kinatengenezwa lazima wewe mwenyewe msanii ufahamu kwamba katika muendelezo okay, nimetoa Nice Couple, kuna hii inafuata. Umeona? Kwa sasa nilipoona kwamba mbona sisikii chochote namna yote, na yule mtu aliyomweka pale hata emails zenyewe kurespond anakuwa mzito, mimi nikaona hapana, mbona naona kama sina sasa faida ya kuwepo under Universal. Umeona? Kwa ikabidi mimi nikae na management yangu hapa, nikawaambia jamani, mimi nahisi kama natakiwa nitoke Universal. Kwa sababu sioni na nahisi kama career yangu kidogo inakuwa inaanza kuzima. Unaona, na watu watapata ile mentality ile ya kwamba mshindi anaposhinda kwenye mashindano, akishashinda basi anapotea. Umeona? Kwa vitu kama hivyo mimi nikaona hapana, mimi sitaki hivyo, kwa sababu mimi najijua fighter. Umeona? Wacha ni fight katika hili pia. Na nashukuru Trace nao walibidi, kwa sababu walikuwa partners, Trace nao walibidi waingilie kati kuweza kusaidia sasa mimi naweza kutoka Universal, na wenyewe pia waliliona hilo, kwa sababu walihitaji mkataba pia, wakauona pia tena wakasema hapana. Kwa hiyo ndio katika kutoka wenyewe kidogo walikuwa walileta ugumu, ulinichukua karibu miezi mitatu mpaka huo ukimya. Sasa ndio maana nakupa sasa picha ya huo ukimya na kuchelewa katika huo wimbo. Kwa baada ya hapo sasa Trace ilibidi wachukue jukumu la mimi kuhakikisha nimesafiri kwenda wapi, Marekani, na kufanya ile deal ambayo imetakiwa nifanye. Kwa hiyo walianza hizo process, kufanya booking na Akon, na Akon alikuwa yuko tayari na wimbo uko tayari, akawa anasema tu mimi namsubiri Mayunga. Kwa hiyo siku ambayo nilikuwa naenda, nakumbuka ilikuwa ni siku ya 40 ya marehemu mama yangu. Kwa
Kwa ilibidi mimi niende tu, kwa sababu hata Mariam mamangu alikuwa akiniulizia sana. Baada ya nilivyoshinda, tumekaa karibu miezi 3 tulivyotoa hiyo nyimbo ya Nescapo, aliniuliza sasa, hiyo safari yako ya kwenda kwa Eko ni vipi? Umeona? Kwa nikasema nikiacha kwenda niende kwenye 40 it make sense, kwa sababu hata mamangu mwenyewe alikuwa anataka hii kitu itokee, unaona? Kwa nikaenda safari yangu, ndio nikafanya huo wimbo. Lakini pia katika huo wimbo nilivyomaliza kufanya, kulikuwa kuna delay nyingine ambayo ilijitokeza katika upande wa license ya wimbo. Kwa sababu Akon katika ule wimbo amesample kitu ambacho amesample kutoka kitu, yani melody kutoka katika wimbo wa zamani ambao unaitwa Lion King. Ukija kusikia ile please don't go away, kwa pale mimi nimesema don't go away, lakini yenyewe ilikuwa inasema, unajua ile mama we, kwenye huo wimbo wenyewe awema ambapo Akon katika wimbo wangu mimi kaimba mayunga, umeona? Kwa vitu kama hizo. Kwa sasa ilibidi wafanye clearance, waweze kupata leseni ya ruhusa ya kutumia huo wimbo. Kwa hiyo ndio ilichukua kidogo nafasi, yani tena muda. Imechukua karibu almost miezi 2, sijui watu kusaini 3. Umeona? Kwa hiyo delay ndio ikaja ikapatikana hapo. Na mimi nilishindwa kutoa nyimbo nyingine baada ya Nescapo. Bado nilikuwa na maswali mengi sana kutoka kwa mashabiki zangu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tayari wameshaahidiwa kusikia wimbo fulani ambao utatoka. Unanielewa? Kwa hiyo ilibidi nilikuwa na wakati mgumu sasa kutoa nyimbo nyingine. Lakini sio kama nilikuwa nashindwa kutoa nyimbo zingine, hapana. Lakini watu wanataka ule wimbo ulioahidiwa, walifikiri ni uongo, umeona? Kwa basi nikasema mimi wacha tu nisubiri paka wimbo utapotoka, ndio nitakuwa free sasa hata kutoa na nyimbo zingine. Unahisi hali imekuumiza au imekuharibia kwa namna moja nyingine kibiashara? Kama ile speed ambayo ulitoka nayo. Of course ni delay ambayo sikuitegemea na sikutaka iwe hivyo. Na kwa sababu tayari mentality watu katika akili zao walikuwa tayari wameshaweka ukapotea. Mwingine anaweza kusema kwamba kwa nini wanamfanyia hivyo? Unajua watu kama wa Tanzania walikuwa na hasira sana. Kwa nini wamemfanyia hivyo, hataki kutoa hiyo video? Hao waongo sana hao Airtel, mpaka mwisho wa siku na Airtel wakaonekana nao wazinguzi, umeona? Lakini mtu aliyekuwa ndani ya box ndio anajua kuna nini ndani, umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza kusema kwamba sio mimi tu, hata mashabiki kiliwakera kwa namna moja au nyingine katika kule kuchelewa. Ila mimi kwa sababu nilikuwa naelewa kinachoendelea, ikabidi nifuatilie mpaka wimbo hatimaye umekuja kutoka, kwa sababu ulivyokubalika tu license, wimbo ndio ukatoka. Okay. Na license ina maana nimesainiwa, ninapokuambia hapa ni kama wiki 2, mwezi mmoja uliopita. Lakini wimbo, video vilikuwa vyote tayari. Okay. So baada ya kutoka mapokezi yakoje sasa? Tuendelee. Kikweli, yani niseme tu kwamba huu wimbo umenifungua vitu vingi sana. Niseme uongo. Yani Watanzania kwanza, nikianza nyumbani walivyopokea huu wimbo, sijategemea ise. Kwa sababu nikiangalia cha kwanza mule ndani kumeimbwa Kiingereza. Na nilikuwa tumeshawekeaga mindset kwenye akili zetu kwamba mtu kiimba Kiingereza, utaimbaji Kiingereza, wimbo wako haufanyi kazi, yani auto hit, hautakuwa mzuri. Lakini trust me, yani ninavyokuambia wimbo umepokelewa vizuri sana, watu wanaupenda, yani unajua watu wanaupenda, ingawa pia kuna changamoto ambayo nimeisikia katika video. Sure. Watu wanasema kwamba video haiendani, wimbo ni mkubwa sana kuliko video ya kawaida. Lakini kwa mtu ambaye anajua video, na sio kwamba Watanzania wafahamu video, ila wakikaa chini tena, ile video itakiwa uangalie mara moja. Ni kama story fulani, unajua ile video, kwa sababu katika maisha ya kawaida mtu hawezi kutoka tu labda hivi vup afu kawa let's say sijui unamiliki kitu fulani, au labda lazima kuwe kuna stage. Hasa wenzetu wale wanatabia ufando. Hata nilivyokuwa tumekaa studio siku ile, director akawa asikiliza ule wimbo akanambia, Mayunga, hii ni mara yako ya kwanza kuja huko anayo historia yangu yote, kwa sababu wenzetu wanatabia mtu anaenda kumfanyia video anamwangalia background yake. Sasa mimi ukiniangalia background yangu yote tangia nimeingia ya Tracy, nimetoa Tell Me Why, sijui nini, vyote viko YouTube. Sio, unanielewa? Kwa hiyo the whole story director alikuwa nayo. Kwa akasema kutengenezea kitu kutokana na wewe jinsi ulivyo. Mbali na hapo, yani kwamba anataka kwamba ile video imeua story hizi kwa wakati huu. Ukitizama vizuri video ile, ukitizama mara ya kwanza, na kuonesha kwamba success za Mayunga tangia alivyotoka, kwamba mwisho wa siku kaingia. Na of course nilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufika Marekani.
Na hata unavyoona mule zote movement ni reality, hamna kusijui kudanganya sijui nini. Vile vyote ni vya ukweli mule ndani. Lakini ukiona kile kipande cha yule mwanamke paka tunaanza kuwa naye katika sijui tuna have fun, tunazunguka yule video queen. Ile sasa ni kukamilisha story ya nini? Ya video. Kwa mtu ambaye hamjui Mayunga, anaweza kupata story kwamba huyu mshikaji alikuwa labda amtendei haki mpenzi wake, anamwacha anaondoka, lakini naona sasa hivi kaona ajirudi baada ya kuona kwamba alichokifanya sio sawa, ndio maana unaona natua airport kwamba nimerudi rasmi kwa mpenzi wangu, unaelewa vitu kama hivyo. Lakini kwa Watanzania wenyewe pia au wanaomjua Mayunga wanaweza kuona katika ile video wakaona kabisa kwamba this is achievement ambayo Mayunga ameipitia, na ni kwamba ile video ni true, hamna cha kudanganya hata kimoja. Umeona? Na ndio maana hata Hanskana naye ni mshikaji wangu, Hanskana tunajuana tangia zamani sana, umeona? Kuna siku tulikaga sehemu, aliposti hata jana katika account yake, alinitag, niliingia nikaona kwamba hongera sana Mayunga, kazi nzuri. Nakumbuka kuna siku tulikaa hivi na hivi. Kwa mtu akiona anahadithia kile kitu, anaweza akafikiri tu anamhadithia story ya Mayunga, anamjua. Lakini ni kwamba amepata ile picha kwa kuona kwenye ile video. Unaelewa? As a director amepata picha kwa kuona katika ile video kwamba kwamba hizi ni hatua, na mtu anapofanikiwa kwamba unaelewa, alizungumza vitu vizuri sana. Na mimi nilirecall hata ile siku tulokutana, alonikumbusha, naye aliniambia mimi nilipe miaka yangu 3 Mayunga kwa jinsi nilivyoanza hivi na vile. Okay. Yaani wakati tumekutana hamna mtu ambaye mwenye network nzuri, umeona? Okay, so labda ukubwa wote Mayunga umeshinda kuwa msanii wa ni Airtel Tracy, ukubwa wote ambao umechukuliwa, je, umekusaidia nini sasa hivi tukisema sasa Mayunga tuna video kuna nini as kibrani sasa ukoje? Niweza kusema kwamba huu wimbo nilioenda kufanya kwanza kushare na Watanzania wasije wakaona kwamba ndo tayari Akon ndo basi tena ya ameichezea bahati angemwacha na Akon avunje mavesi mule nini. Hapana. Yaani niseme tu ukweli kwamba room ya kufanya nyimbo na Akon zaidi ya 2, 3, 4, 5 hata album upo. Okay. Na hii ni kitu ambayo ndo nilikuwa nataka mimi kwamba nikifika kule niache athari, mwisho wa siku niwe na rooms nyingi za kufanya kazi. Trust me guys, kuna vingi ambavyo sitaki kuvizungumzia, ila hii safari yangu kwenda Marekani ndo sasa imenifungulia Mayunga safari yake ya muziki kuwa nzuri. Na watu sitaki kuahidi kama nilivyoahidi kwenye au walivyoahidiwa na media, please don't go away. Sijui ili deal la Akon sijui na ila vitu vitavyokuwa kwenye process vimefikia sehemu fulani nitakuwa na share na watu. Mimi hivyo ndo nitapenda kabisa. Lakini trust me, imenifungua kwenye njia nyingi sana. Kama brand nimeweza kujielewa kwanza mimi mwenyewe ni nani na kipaji changu kikubwa, yani kwa kipaji changu nilivyokuwa nakichukulia kwamba cha kawaida, kumbe sio cha kawaida vile nilivyokuwa nafikiria. Okay. Kwamba naweza, yani na rooms za kufanya vitu na na rooms za kuwa more international musician au artist, na vile vile nikaitangaza vizuri sana nchi yangu kabisa. Okay. Kabisa. So, mkataba wako umeisha. Sasa hivi utasimama kama Mayunga pamoja na brand yako. Swali zuri sana. Mimi naweza kusema kwamba mkataba wangu umeisha wa single, ambayo ile ahadi ya wimbo kutimiza. Huo ndo umeisha. Okay. Ila na mkataba wangu pia umeisha na Universal, yani kwa kutoka mimi kuona kwamba hapana, acha nitoke Universal kwa sababu sioni benefits zozote. Ulikuwa unatakiwa kae muda gani? Mkataba uko na miaka hii? Miwili. Lakini kwa mimi nilivyokaa tu ndani ya miezi 3, 4, nilivyoona 6 ile, nilivyoona hakuna process zingine zozote kwangu, niliona naweza nikapotea mimi. So, na kwa sababu mwisho wa siku mimi niko sasa hivi under Trace. Niko chini ya Trace na nimesaini nao mkataba na Trace, wako responsible kusimamia kazi zangu kwa sasa, na vile vile wao ndio wanaoangalia sasa lebo gani ambayo itamfaa Mayunga kuweza kufanya naye kazi na kuhakikisha career yake inakuwa sio ya kufifia tena, kwa sababu walichoona kwamba Mayunga ni ana kipaji kikubwa sana na Mayunga anaweza kuwa msanii mkubwa sana duniani. Kwa Trace sasa umesema upo nao na umesha sana hivi, wao wanashughulika na nini? Kutafuta tu label ambayo itakusimamia au kuna vitu kuna majukumu pia nao wana majukumu gani? Mfano kama Trace wenyewe wana majukumu ya kuhakikisha Mayunga anapata promotion kubwa ya nje. Okay. Na ndani pia. Yeah. Unaelewa? Lakini sana
kama tunavyojua Trace haipo Tanzania, lakini trust me guys, ndio maana nasema ni mabadiliko. Very soon kuna kitu tutakuja tuzungumzie. Sidhani kama anaruhusiwa kuzungumzia kwa hapa Tanzania, lakini ni kitu ambacho pia Mtanzania Mayunga aliweza kufanya hichi kitu ikatokea kwa East Africa. Umeona watu wamelalamika siku nyingi Trace haipo, sijui East Africa watu hawezi kuona kazi za watu, sijui nini. Kwa vitu kama hivyo watu wakae tayari tukuweza kujua kitu gani kitaendelea katika hilo swala la Trace. Na vile vile Trace nao wanahusika kusimamia wimbo wangu kuwa labda katika kuwepo katika hizi sehemu zote, sijui ma iTunes manini, kwa kuingia mkataba na nadhani pia tayari wameshaingia mkataba na distribution company ya huko France, ambayo iko France, Ufaransa, ambayo itasimamia kazi yangu hiyo distributed all over the world. Yeah.